Zawadi tulizozitengeneza mahsusi kwa ajili ya Mapinduzi Cup. Sio tu zile zawadi unakwenda dukani kununua na kuzitumia kwenye Mapinduzi Cup. Mwaka huu zawadi zetu tulitoa kabisa huko kiwandani, namna gani tunataka ziwe, zikatengenezwa kwa ajili yetu, na ndio leo zipo hapa mbele yetu. Muda mchache ujao Just Fit atatufahamisha hii ni kwa ajili gani, wakati huo akifanya makabidhiano kutoka kwake kuja kwetu na kuwahabarisha watu kwamba zawadi hii ni kwa lengo lipi na hii ni kwa lengo lipi. Kwa hiyo tunamshukuru yeye na tunawashukuru wadhamini wote kwa ujumla wake kama nilivyosema kwa ujumla, na yupo ambaye atawashukuru mmoja mmoja kwa kutaja hasa kwa majina yao, kwa maana ya mwenyekiti wa fedha, yeye ndo anayewatambua zaidi, lakini tunawashukuru wote. Tunamshukuru, mimi niwataje tu kwa haraka, ni NMB, PBZ Bank, Azam Media, yeye Just Fit, Robi One Pharmacy, TRA, Mamlaka ya Bandari Tanzania TPA, shirika la bima Zanzibar ZIC na wengineo ambao muhusika zaidi atakuja kuwataja mmoja baada mwingine. Kwa hiyo baada ya hayo naomba tu kumkabidhi Just Fit mwenyewe. Nasema Just Fit, simtaji jina, nataja Just Fit kwa sababu ndio mwenyezi zawadi. Kwa hiyo naomba nimkabidhi yeye sasa, atuonyeshe zawadi hii hapa ni kwa lengo lipi, hii hapa ni kwa lengo lipi, na atukabidhi. Lakini kama tulivyosema mwanzo, mwaka huu hata marefari tumewafanyia vitu vya kipekee. Naamini hapa tutaenda kuviona muda si mrefu. Karibu tuendelee. Asalamu alaykum. Shukrani sana kwa utambulisho. Kwa majina anaitwa Haji Degigo ambaye ndio mtendaji wa Just Fit. Leo katika hadhira hii ni kwamba tumekuja kujitambulisha kama wadhamini wa Mapinduzi Cup, na lengo kubwa kwa Just Fit kama mnavyofahamu, kwa wale ambao umetufuatilia kwa karibu, ni kuinua na kukuza mpira wetu Tanzania. Na hivi ni kwa sababu kwa kuangalia na kuona kwamba Mapinduzi imekuwa kubwa polepole, kuanza tangu wachanga mpaka sasa ilipofika ni level iliyofikia, ni level kubwa sana. Na level hii ilipofikia Mapinduzi sio sehemu ambayo kwamba ikaendelea mashindano yakaendeshwa katika hali duni ama kiolela, bali ni kwa kuongeza na kuikuza Mapinduzi Cup, sababu inapelekea could even become an international competition. So kwa sisi Just Fit tumeona kwamba it's very important kuengage na Mapinduzi na kuwasaidia katika kuboresha na kuleta umaridadi katika kombe hili na kuongeza tija, kwa sababu sometimes kama alivyosema katibu hapa, tuzo zinatoka ni very generic za kawaida, ambao hata mtu akienda dukani Kariakoo anaweza akaipata, na inashusha hadhi ya ushindani ule. Chukulia picha kwamba wewe ndio mchezaji bora wa tamasha, only to be given a trophy that someone could have bought it in Kariakoo. Kwa inandoa ile uzito wa shindano na uzito wa ile award ambao mtu amepewa. Kwa kama alivyosema, kupitia maelekezo mahususi kutoka kamati kuu ya Mapinduzi, tumeandaa hizi awards kwa ajili ya washindi watakaopatikana, lakini also mbele yetu hapa kumekosekana medali, lakini pia medali ni miongoni mwao. Kwa kuanzia kabisa sisi tutaanza pia kuhabarisha marefari, kwa sababu pia ni sehemu kuu ya mchezo, kuonesha kwamba kuna umaridadi wa marefari na kwamba kweli wako uniform, na hizi ndio uniform katika upande wangu kulia za marefari ambao watavaa katika mashindano yote ya Mapinduzi Cup. Lakini pia at the same time kuna uniform za ball boys ambao watakuwa wanaokota mipira kuensure kwamba mchezo unaendelea kwa wakati. Chengine ambacho mtakuwa mmekiona ni mpira ambao utautumika katika Mapinduzi Cup. Mpira huu kama kawaida mmeona tumefanya kwenye ligi kuu bara, mpira ambao ulikuwa ni quality, wenye vigezo, ambao tunajua kwamba kwa wachezaji ambao wanacheza katika level hiyo ya professional wata appreciate quality ambao ilotumika kuweza kwamba kuenjoy mpira wao na kupata matokeo. Mbele yetu pia kuna award tofauti. So now we will award kuanzia kule ni goalkeeper, best goalkeeper naye atapata award yake. Pia kuna top scorer ambaye ni kiatu cha hapa. Alafu pia tuna best player of the tournament. Lakini pia kuna man of the match kwa kila mechi ambayo itakayofanyika. Kwa kila mechi itakayofanyika man of the match naye pia atapata
award yake. Kizingatio ni kile kile kwamba ni ubora, kwa sababu ndo sisi Just Fit ni misingi ambayo tunasimamia ni ubora, lakini pia ni kukuza vipaji na kukuza tamasha letu hili la mpira. Na sisi kama Just Fit hatu deal tu na vilabu, lakini huu ni ushuhuda kwamba tuna deal na taasisi za mpira. Tungependa pia kudeal na federations za mpira, lakini sio tu kuishia ndani ya Tanzania, lakini generally in the East Africa community. Lengo kwamba saa hizi mpira wetu umekuwa, dunia magharibi imekuwa kituangalia sisi kuona kwamba vipaji ambavyo vinapatikana, na Mapinduzi imekuwa ni sehemu kubwa ya kutoa vipaji vingi ambao sasa wanacheza not only kwenye timu za taifa, lakini katika timu kubwa ambazo ziko Tanzania bara. Sasa kama hii ni sehemu kubwa ya kutoa vipaji, and then kuna kila jukumu kuensure kwamba shindano hili linazidi kuwa kubwa, linaleta hamasa, so that kwamba huko chini kwenye grassroots watu wanatia nguvu zaidi kukuza vipaji, kwa sababu wanajua kwamba kuna platform. Sasa shida kwamba hizi academy na vilabu inapata uzito kukuza vipaji na kuinvest katika hiyo sekta, kwa sababu wanajua hakuna platform. Sasa kwa Mapinduzi imeleta hiyo platform, na sisi kama Just Fit tunaona kwamba kuna kila haja kuchangia na kuboresha hii platform, na kwamba kila siku inapoenda kwamba vijana wetu wanapata hamasa kwamba kujua kwamba ipo siku nao watapata nafasi yao ya kuonekana. Basi kwa hayo machache bila kuwachosha, ningependa kwamba kuwakaribisha hapa dukani kwetu Just Fit. Tunatoa vifaa tofauti vya michezo, including ambavyo unaviona, lakini zaidi ya kwa wale wapenda michezo wanaopenda kwenda gym, kukimbia, viatu, lakini ambao wanapenda kupendeza. Cha msingi ni kile issue ni kwamba ni quality na kuona ubora wake. Kwa haya machache ningependa kumrudishia afisa habari. Asante na kushukuru. Katibu. Lipo. Sawa. Kipekee pia naomba sasa alionyeshe kombe lenyewe ambalo mwaka huu ndilo atakalolibeba yule pale Gombani. Finali yetu itakuwa uwanja wa Gombani Pemba. Kwa hiyo bingwa pale atakayeshinda mechi ya finali Gombani Pemba atakabidhiwa kombe, nalo kama tulivyosema ni kombe mahsusi, sio yale makombe ya kwenda kununua, ambalo litaonyeshwa punde. Kwa kumalizia upande wangu, pamoja na haya tulioyaonyesha leo hapa, of course hayajawahi kufanyika, ni mapya kwa Mapinduzi Cup, lakini kesho tukijaliwa asubuhi, manake kick off ni saa 10:15, tutakuwa na sherehe za kuelekea kick off ambazo zitaanza saa 7, sherehe za maana kabisa ambazo pia nathubutu kusema kwa Mapinduzi Cup, kwa Zanzibar, pengine kwa Tanzania, ukiacha yale ambayo ni ya kimataifa yamefanyika, pengine zinaweza zikachukua namba 1 hizo zitakazofanyika kesho pale New Amani Complex kwenye kufungua. Lakini kabla ya muda huo tumeonyeshwa zawadi hapa. Kuna man of the match, kuna mchezaji bora mwisho wa mashindano kuna mchezaji bora mwisho wa mashindano, na hili ndo kombe letu mwaka huu. Naomba tulibebe nalo mwaka huu. Timu itakayochukua ubingwa kombe lake ndio hili. Nafikiri hiyo siku inabidi team captain, ikiwezekana kwa hizi timu ambazo team captains wake labda kidogo hawajaenda gym kubeba vyuma, atamkabidhi mchezaji mwingine kulinyanyua. Ni kombe kweli yani, ambalo hata humo ndani watu wakitaka kuchangia watachangia. Ni kombe la kipekee, ni kombe jipya. Kwa hiyo nilikuwa natoa hii habari kwamba kesho tukijaliwa asubuhi, pamoja na zawadi zote hizi tulizozisema, kesho kuna kitu kingine kikubwa mno kinachohusiana sasa na fedha. Hawa mabingwa watapokea mambo haya. Tulitangaza bingwa atapokea 150, pengine kesho kuna mabadiliko. Nimesema pengine. Tulisema mshindi wa pili atapokea 100, pengine kesho kutakuwa na mabadiliko. Msisite kufika kesho tutakapotangaza wapi tutafanya press ya kuelekea kick off. Tutafanya press babu kubwa ambayo inahusu sasa
si ajabu kutakuwa na zawadi mpaka za mwandishi bora kwa mwaka huu. Si ajabu tutasikia kesho. Na mwandishi bora sasa sio tena kikombe, mwandishi bora mfuko utasema, pengine tusubiri kesho. Kwa hiyo kesho msikose. Kesho kuna jengine kubwa kuliko hili la leo. Hili ni kubwa, hasa lifikirie kama hili lina ukubwa huu, la kesho litakuwa kubwa kiasi gani. Msisite, hiyo itakuwa pale pale Zanzibar kuelekea kick off kabla ya kuingia kwenye sherehe za ufunguzi.